sifa, wastahili utukufu Bwana asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, asante Mungu wa baraka, asante mfalme wa ajabu. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu Bwana, pokea heshima Bwana. Tunakutangaza wewe ni Mungu, tunakutangaza wewe ni mfalme. Tunatangaza hakuna kama wewe. Tunatangaza wastahili Mwokozi, wastahili mfalme wa ajabu, wastahili Mungu mwenye nguvu, wastahili Bwana wa majeshi. Katika jina la Yesu Kristo tunakutukuza Bwana na tunakuinua asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sema amen. Amen, amen. Umebarikiwa sana. Katika jina la Yesu tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wewe tena asubuhi nyingine tena katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Basi tumekuwa tukiendelea kuongea kuhusu matendo ya imani. Matendo ya imani. Wiki ijayo tutakuwa tukiongea kuhusu kuweka msingi wa imani. Tutakuwa tukiongea kuhusu kuweka ama kujenga msingi wa imani. Na tutaongea kuhusu misingi ya aina mbalimbali ambayo unapaswa kuweka. Msingi wa imani juu ya magonjwa unapaswa kuweka. Msingi wa imani juu ya kufanikiwa unapaswa kujenga. Msingi wa imani juu ya jambo biashara yako unapaswa kujenga. Maana kila kitu unapaswa kuamini. So kumaanisha kwamba kila kitu unapaswa kuijengea msingi wa imani. Na kile ambacho utakijengea msingi wa imani hautasumbuana nacho, kwa sababu sasa ni imani itakuwa ikifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na mambo mengi ambayo tunajihusisha nayo ambayo hatujaiwekea misingi. Na nilikuambia kwamba sote tuko na ile tunaita believers faith. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na hiyo believers faith. It is a general faith ambayo inakuwa na wewe kwa sababu ya kumwamini Yesu, unaitwa a believer. So wiki ijayo tutaangalia ya kwamba wengi wamebaki na wamekwama na wanaendelea kutumia believers faith. And you know, believers faith is about believing in Christ. Bwana asifiwe. So jambo lingine unapaswa kuelewa ni kwamba tunapaswa kujenga imani ambayo Bible inasema katika Warumi 10:17, imani huja. Imani huja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa napaswa kusoma maandiko kuhusiana na magonjwa, imani ikuje kuhusiana na magonjwa. So kuna imani ambayo inafanya nini? Inakuja. Bwana Yesu asifiwe. So na inakuja kwa kusikiliza nini? Neno la Mungu. That's why nitakuhimiza kabla sijaingia katika somo letu la leo ni kwamba tafuta vitabu ambavyo vinaongea kuhusu healing. We have preachers who are gifted in healing. Yani kwa kufundisha mambo na healing, it is their gifting. Unapaswa kutuelewa sisi wahubiri tunahubiri kila kitu, lakini unajua kuna line ya mtu ambaye akikanyaga hiyo line, hiyo ndio line yake. Bwana Yesu asifiwe. We have teachers wanafundisha neno, lakini kuna area ambayo yeye ni mzuri kwa hiyo line. Sasa unaweza ukatafuta wahubiri ambao wamepewa neema ya kufunza kuhusu magonjwa, kuhusu mambo na hili. Wasikilize. Ni nini utakuwa ukifanya? Utakuwa una build foundation about healing. Simple like that. We have preachers who are gifted kwa kufundisha mambo na faith. Amen. Tuko na wahubiri ambao kila kitu yake yote, hata akiongea kuhusu meza ya Bwana ataongea kuhusu faith. Yani everything akigusa, hata kwa harusi ataongea faith, hata aende abatize watu ataongea faith. So tafuta huyu mtu, jenga imani yako ya imani. Sijui kama unanielewa vile nasema. Tuko na wahubiri ambao wanafunza vizuri kuhusu kufanikiwa. Tuko na wahubiri ambao mambo na finances, wako na anointing ya kufundisha kuhusu nini? Mambo na pesa. Enda weka msingi mzuri wa imani kuhusu line ya
Tuko na wahubiri, they are gifted kuhusu giving. Wengine ni kuhusu investing. Enda chukua hizo zote, build your faith. Build your faith. Wacha kutumia the general faith kwa kila kitu. Sijui kama nimeeleweka. So, umeona unapaswa kujenga nini? Imani yako kwa vitu vingi. Katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Tunasoma kitabu cha Waibrania 11 mstari wa 30. Bible inasema, kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka, hazikuangushwa. Haleluya. Haleluya. Kwa imani kuta za Yeriko, Biblia yangu ya Kiswahili inasema zikaanguka. Haisemi zikaangushwa. Halo, zikafanya nini? Zikaanguka. Kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka zilipokwisha kuzungukwa siku 7. Haleluya. Zilipokwisha kuzungukwa siku 7. So kumaanisha kwamba baada ya kuzunguka ndio zilianguka. Hawakukuwa wanazunguka zikianguka. Hawakukuwa wanazunguka zikianguka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walipomaliza kuchukua hatua ya imani ikaanza kufanya kazi. Matokeo ya imani ikaanza kuonekana. That's why tunaongea kuhusu matendo ya imani. Angalia vile imani inafanya kazi. Kuzunguka kwa kuta siku 7 ilikuwa ni matendo ya imani. Waliamini vile Mungu aliwaambia. Kumbuka usisahau. Maana Mungu ndiye aliyewaambia wazunguke siku 7, kila siku mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu aliwaambia. Wapendwa katika jina la Yesu, kila neno linalotoka kwa Mungu linahitaji kuaminiwa. Unahitaji kuliamini na unahitaji kulitii. Maana matendo ya imani ni utiifu. Matendo ya imani ni utiifu. Matendo ya imani ni kutii. Maana Mungu aliwaambia mtazunguka Yeriko siku 7. Okay? Kila siku mara moja. Na siku ya 7 ama ni ya 7 mtazunguka mara 6. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akawaambia mtapanga hivi, mtaenda hivi. Akawapatia vile watazunguka mji. Makuhani wakuwe hivi, kukuwe hivi. Neno likapokewa na wanadamu. Wakalichukua. Bwana Yesu asifiwe. Wakachukua neno la Mungu. Wakaliamini, wakaamini vile Mungu amesema. Unahitaji kuamini vile imeandikwa. Ukimaliza kusoma, ujue umepokea. Ujue umesikia vile Mungu amesema. Ujue Mungu amekuongelesha. Sasa fanya maamuzi ya kwanza. Je, unaamini vile amesema? Unaamini vile Mungu amesema? Kwa sababu shida kubwa tulionayo, hata vile imeandikwa wengi hawaamini. Wengi hawaamini. Mungu akawapa mwelekeo. Mungu akawapa mpangilio. Kisha wakachukua, wakasikia vile Mungu amesema. Hatua ya kwanza ni kuamini vile amesema. Mpendwa, hatua ya kwanza lazima uamini vile imeandikwa. Mpendwa, hatua ya kwanza lazima uamini vile imeandikwa. Na hii itakutia moyo wa kuzoea kusoma maandiko kila mara. Na kila mara unapolisoma Mungu amekuambia. Kila mara unaposoma maandiko Mungu amekuongelesha. Nasema kila mara unaposoma maandiko Mungu amekuongelesha. Ukisoma Biblia Mungu amekuongelesha. Mungu amekuongelesha. Mungu akuongeleshi tu kupitia sisi.
Na leo Wakristo wengi wanaamini. Lazima nikwambie Mungu ananiambia, ndio ujue Mungu anakuongelesha. Lazima nikwambie Roho wa Mungu anasema. Hivyo ndio watu wanajua Mungu anaongea. Na ndio maana wakiambiwa hivyo wanashangaa sana. Kwa nini usishangae ukisoma maandiko usikie vile anakuambia? Ushangae pia. Halo? Na hii ya Mungu ananiambia nikuambie, zingine ni za uongo. Zingine unaweza ukadanganywa. Mungu ananiambia hivi juu yako. Mungu ananiambia hivi juu yako. Watu wanafurahia hiyo. Watu wanashangilia hiyo. Watu wanaogopa hiyo. Lakini leo nimekuja kukuambia katika jina la Yesu. Wakati unasoma maandiko moja kwa moja ni Mungu anakuongelesha. Hapa huwezi fake. Nasema hii huwezi fake. Lakini hii ya prophecy unaweza danganywa. Hii ya prophecy mtu anaweza kuwa anatumika hata na familia spirit ndiye anatumia kuprophesy kwa maisha yako. Lakini when you read the word of God, na kuambia it is a perfect prophecy. Sasa Mungu akawaambia, wakaamini vile Mungu amesema. Unahitaji kuamini vile Mungu amesema. Unahitaji kuamini vile imeandikwa. Unahitaji kuamini vile imeandikwa. Soma, amini vile imeandikwa. Walipoamini vile waliambiwa, wakasema sasa kwa sababu tunaamini, tutii. Kuamini vile Mungu amesema sio kutii. Ni kuchukua. Kufanya vile Mungu amesema, hiyo ndio kutii. Hiyo ndio kutii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakasema si tumeamini. Tumeamini vile amesema. Amesema tuzunguke. Sasa tunahitaji kutii. Number 1. Number 2. Tunahitaji vile tumeamini amesema tuiweke kwa matendo. To exercise vile amesema. Ninakuombea Mungu katika jina la Yesu, uishi maisha ya ku-exercise vile Mungu amesema. Nasema ninakuombea katika jina la Yesu, uishi maisha ya ku-exercise vile imeandikwa. Nani alikwambia ni kanisani ndio tunakuja ku-exercise vile imeandikwa? Nani alikwambia ni mimi peke yake kila mara nitakuita hapa nikuombee upone? Nani alikwambia ni mimi peke yake nitakuja nikuhubirie, nikwambie enda fanya hivi? Ni wakati wa wewe uamuke peke yako useme, Bwana, nimeamini vile umesema, na kwa sababu nimeamini ninaanza kutenda vile umesema. Wapendwa, tutajawa na miujiza zetu kule manyumbani. Wapendwa, tunapaswa kutoa miujiza zingine tukuje nazo kusema kanisani, niliamini na nikachukua hatua hii na hii, nimeona mkono wa Mungu. Leo ushuhuda nyingi zimejaa za kutoka kanisani. Hiyo ni kumaanisha bado tunamtegemea pastor. Hiyo ni kumaanisha bado tunamtegemea pastor. Hiyo ni kumaanisha tumekataa kutembea. Hiyo ni maanisha tumekataa kutembea. Leo nimetuma nikuambie kwa jina la Yesu, inuka, tembea. Kwa jina la Yesu, inuka, tembea. Fanyisha imani yako kazi. Fanyisha imani yako kazi. Wakaamua vile wameamini, vile wameambiwa, wakaamua wakaiweka kwa matendo. Wakaanza kuzunguka. Wakaanza kuzunguka. Wapendwa, ukiwaona wakizunguka, ilikuwako ni sehemu ya matendo ya imani yao. Kwa hivyo ungewauliza kwa nini mnazunguka, wanakuambia ni kwa sababu tumeamini vile Mungu amesema. Sasa kwa sababu ya kuamini tumeamua kuweka kwa matendo. Nasema kwa sababu ya kuamini wekeni kwa matendo. Kwa sababu ya kuamini weka kwa matendo. Kuna vitu weka kwa matendo. Na ni maana nilisema tunapaswa tukitembea kwa kazi yako tukiona vile unafanya, unatuambia hii ni kwa sababu ya kuamini. Hii ni matendo ya imani. Vitu vingi nilikuambia tumezoea kusema neema, neema, neema. Vitu vingi tunapaswa kusema hii ni matendo ya imani. Kwa sababu nimeamini ndio maana nafanya hivi pastor. Kwa sababu nimeamini ndio maana nafanya hivi pastor. Kwa sababu nimeamini ndio maana nafanya hivi pastor. Wale wapendwa walienda kumchukua mtu aliyepooza, waliamini. Waliamini. Na kwa sababu waliamini,
ya kwamba huyu jamaa anahubiri injili, watu wanapona. Si tushike imani, tunaamini hata ule jirani yetu ambaye amepooza kwa nyuma, tukimchukua tumbebe tumpelekee Yesu, huyu mtu atapona. Kwa sababu ya kuamini waliweka imani yao kwa matendo. Wakakimbia, ni imani yao. Kukimbia kwenda kwa nyumba yule jamaa ilikuwa ni matendo ya imani yao. Kumchukua kwa kitanda, hawakumuomba ruhusa, hawakumuuliza, hatujui kama alikuwa ameokoka ama hajaokoka. Kenye ilikuwa ni kwamba alikuwa amepooza. Wakamchukua wakambeba. Chochote uliona wakifanya ilikuwa ni matendo ya imani yao. Na matendo yao walipo exercise their faith, jamaa wenyewe alipona. Jamaa wenyewe alipona. Wapendwa, tunapaswa kujawa na matendo ya imani. Wakristo tunapaswa kujawa na matendo ya imani. Kila mahali tunaenda tunapaswa kujawa na matendo ya imani. Kila hatua tunaona ukichukua inapaswa ikue ni manifestation your belief. Kila kitu unafanya wacha iwe ni manifestation ya what I believe. Maandiko inasema wakazunguka mji. Wakazunguka mji. Walizungukaje? Walizunguka kwa imani. Biblia inasema walizunguka, kuta zilianguka kwa imani. Wakazunguka matendo ya kuamini kwao. Wanazunguka siku ya kwanza, kuta haianguki. So ili kumaanisha siku ya kwanza walitii. Siku ya kwanza walitii. Siku ya kwanza wali exercise their faith. Waliweka faith yao kwa action. Siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, mpaka wakaizunguka. Natumaini mara 13. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wakafanya nini? Wakamaliza. Wakaenda zao wapi? Nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa Biblia inakuja inasema sasa kwa imani. Biblia inasema sasa kwa imani kuta zikafanya nini? Zikaanguka. So inamaanisha hata zikianguka hawakuwa hapo. Inamaanisha hata zikianguka hawakuwa hapo, walikuwa wameshaenda. Lakini ni nini iliangusha hizo kuta? Imani yao ndio iliangusha hiyo kuta. Kumbe imani kivyake inatosha kufanya vitu. Kumbe imani kivyake inapaswa kufanya vitu. Kuta zikafanya nini? Zikaanguka baada ya kuzungukwa. Baada ya kuzungukwa. Baada ya wao kuweka imani yao kwa matendo, ndio kuta ilianguka. Kuna kuta hazitawahi anguka kwa maisha yako mpaka uchukue hatua. Nasema mpaka uchukue hatua. Wapendwa, kuna vitu unaendelea kuamini, na nakwambia utaamini mpaka Yesu atarudi. Nisikilize, maana wengi tumekwamia wapi? Kwa kuamini. Na kumbuka tulisema inaanzia kwa kuamini. Hii mambo yote inaanzia wapi? Kwa kuamini. Lakini haiishii hapo. Lakini hapo ndio mwanzo. Na ndio maana tuko na Wakristo wengi wanaamini lakini hawaponi. Wanaamini lakini biashara haziendelei. Wanaamini lakini hakuna kitu inatendeka. Umewahi kaa chini ukajiuliza, kwa nini nimeamini lakini haitendeki? Jibu nimekuletea siku ya leo. Ni kwa sababu ulikwama kwa kuamini. Haukuchukua hatua ya kuweka kwa matendo kenye umeamini. Amen. Amen. Watu wengi wamekwama kwa kuamini peke yake, lakini hawajachukua hatua ya vile wameamini. Shida yetu kwa hapo wapendwa. Tulikuambia tukakuuliza unaamini? Yes. Sasa raundi sitakuamia hapo. Ndakuuliza unaamini? Ndio. Ndakutuma sasa. Enda uweke kwa matendo kenye umeamini. Enda. Bwana asifiwe. That's why tuliombea watu wengi walisema mimi nikinywa maziwa na kuwa na shida. Lakini pastor, naamini ukiniombea nitapona. Kupona ni kumaanisha naamini ukiniombea nitakunywa. Unajua na pastor ni kuombe uamini, then enda weka hiyo imani kwa matendo. Na hiyo imani kwa matendo ya hiyo shida tutaiweka aje?
Chukua maziwa, kunywa. You are exercising your faith ya kwamba nimeombewa na nimeamini, sina shida ya kukunywa maziwa tena. Na kwa sababu ya kuamini na kunywa maziwa, na kwa sababu ya kuamini ninaweka imani yangu kwa matendo. Na matendo ya hiyo ni nini? Chukua maziwa, kunywa, kuisha. Lakini tunamaliza kukuombea, ukifika kwa nyumba, chai ya maziwa sitaki. Ni nini umefanya? Haujaweka kenye unaamini, bado hujaitransfer kwa matendo. Na ndio maana utaenda useme aje, hiyo pastor sio powerful. Hiyo pastor akiombea watu wengine wanapona, wengine hawaponi. Halo, ni wakati wa kuweka kwa matendo imani zetu. Ni wakati wa wewe ujawe na matendo mengi ya imani. Na watu wakikuuliza, unasema niliamua kuweka imani yangu kwa matendo. Hivyo ndio mimi niliamua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa imani kuta za Yeriko zikafanya, zikaanguka baada ya matendo ya imani. Nataka nikwame hapo, nimalizie na hapo. Kama hautakuwa na matendo ya imani, usitarajie kuta zianguke. Usitarajie chochote kitendeke. Wacha. Baada ya wao kuzunguka, haikuanguka kwa sababu waliamini. Haikuanguka kwa sababu waliamini. Ilianguka kwa sababu vile waliamini walifanya. Maana waliamini tukizunguka itaanguka. So baada ya kuamini wakazunguka, wakatoka zao, ikaenda chini. Mpendwa, lazima uchukue hatua ya vile unaamini. Nasema haimalizi kwa imani. Lazima tuwe na matendo ya imani. Lazima uchukue hatua ya imani. Na ndio maana nilikuambia, sikiliza hii. Wakati utakuwa ni mtu ambaye amejawa na matendo ya imani, maombi yako itapungua. Maombi yako itapungua. Yes. Nisikilize vizuri, maombi yako itapungua kwa kuombea vitu. Tutakupata umejaa matendo, utajaa na matendo mengi. Vitu viwili tutakupata navyo. Endelea kuapply your faith na kuambia maombi itafanya nini? Itapungua kwa maisha yako ya kuombea vitu. Lakini maombi ile ya kawaida ya kuomba kwa sababu ya strength na nini na mambo yako itaendelea. Lakini eti unaombea tu vitu vingine, utajipata tu vitu umewacha. Utajawa na mambo mawili. Utajawa na kuongea na utajawa na action. Yes. Kuna shida zingine zitatokezeaga, utakuwa unaziongelesha. Utakuwa unaongea kenye umeamini. Kuanzia leo, mtini usipatikane hapa tena, ni kuongea. Kwingine utapatana na Batimayo, utachukua matope, mchanga uweke nini? Mate, uweke kwa macho yake, jamaa aone. That's action. Utachukua mikate, umwambie Mungu asante, inakuwa mingi, watu wanakula. Utamwambia Judas, endeni kwa mtoni, rusha ndoano, samaki ya kwanza mtashika, mtatoa pesa. Utajawa na maongeo mengi. Inaitwa maongeo ya imani na matendo ya imani. Inaitwa maongeo ya imani na matendo ya imani. Inaitwa maongeo ya imani na matendo ya imani. Then tukikupata kwa maombi, hizi zitakuwa ni personal prayers. Utakuwa umejawa na prayers za Psalms 51, ndio utajaa nazo. Personal, dealing with you, not dealing with your things. Kazi, biashara hizo utaweka kando. Kila mara tukikupata kwa maombi, you're just pouring your heart to God. You're worshiping. Utajawa na worship prayers, ndio utajawa nazo. Utajawa tu na kumlilia Mungu.
Utajawa na hizo maombi nyingi za aina hiyo, ndio utajaa nazo. Lakini vitu vingine ya kudili na vitu, uko na mafunguo mbili. Zingine ni kuziongelesha mtoto anakohoa, mafao wanasema kwa jina la Yesu hiyo kohozi kwishe mara moja. Nimesema hivyo kwa sababu nimeamini. Na hiyo maneno na wachana nayo. Si hati kuja nikuwekelea mkono, Baba katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako asubuhi ya leo. Maandiko hapana, hiyo achia new believers. Unaanza kurealize maombi zingine za new believers. Maombi zingine za kushauti ni za new believers. Maombi zingine za kusema mlolongo ni za new believers. Level nimefika, faith yangu inafaa kukua in action. I command you in the name of Jesus. Toka. Na hiyo chapter unafanya nini? Unatoka hapa. Na hiyo maneno yameisha hivyo. Mama nasumbuliwa na tumbo action. Nachukua maji. Unaweka kwa kikombe. Mwambie damu ya Yesu chukua kunywa. Baadaye mama nimepona. Simple. Narudia tena. Wakati tutaanza ku-exercise our faith, vitu ngapi? 2 tutajaa nazo. Our prayers will change. Hatutasukuma vitu zetu nyingi kwa prayers. Prayers itakuwa ni personal communication with my God. Itakuwa ni njia yangu moja ya kumimina moyo wangu kwa Mungu. Itakuwa ni njia yangu moja ya kusarenda kwa Mungu. Itakuwa prayers zangu ni prayers za kupata power kutoka kwa Mungu. Lakini sasa nitajawa na maongeo ya imani na nitajawa na matendo ya imani. Inawezekana wapendwa. Na hii yote inaanza kwa kuanza kufanya kitu. Chukua hatua. Ukikumbana na hali yoyote, please exercise your faith. Hii inamaanisha kwamba tunapaswa sasa kufurahia na kusema sinikumbane na kitu ambayo itanisababisha niongee maongeo ya imani. Sinikumbane na kitu ambayo nitafanya kitendo cha imani. Ni deal nao. Sasa unaanza kutamani kukutana na vitu. Mtu anakupigia simu anakuambia leo sikuji tao, nasikia mimi ni mgonjwa. Una deal na yeye hapo. Unamwambia kwa hiyo nyumba unatoka kwa jina la Yesu. Na hiyo maneno unawachana naye. Unakutana na yeye tao. Unamuuliza uliniambia ukuji kumekuaje? Anakuambia uliniambia nitoke kwa nyumba na ndio maana nimetoka. Hallelujah. Because mara nyingi we have our friends wanapitia hali gumu, huwa wanatuambia, huwa hatufanyi chochote. Ni kweli? Huwa hatufanyi chochote because mimi si pastor. Saa zingine utamwambia nitaambia pastor yangu akuombee, si ndio? Round hii pita nayo. Ndio kama zangu mwambia round hii pita nayo. Round hii fanyisha imani yako kazi. Simama juu kwa miguu yako. Round hii fanyisha imani yako kazi. Kama watu walishikia mtu imani akatoa kitanda cha kukosa, unaweza shikia mtu imani. Unaweza shikia kimlevi imani. Unajua mpaka ukoke, unajua mpaka yakubali. Nimekuja kugundua imani haina hiyo maneno. Imani haina protocol. Hakuna kitu kama hiyo. Inategemea umeituma wapi. Inategemea umeiachilia wapi. Inategemea umeidirect wapi. Hakuna unajua nangojea aamini, unajua hapana, hakuna kitu kama hiyo. Ni kimlevi, lakini tatangaza kwa jina la Baba na Bwana Roho Mtakatifu, natangaza uponyaji ya mwili wako na anapona. Hapa si mambo na yeye kuokoka, hapo ni mimi imani yangu kufanya kazi kwa mtu hajaokoka. Na pia tunaweza tukawini watu kwa Kristo through our faith ikiwa in action. Anatoka pale na shangaa haya. Yani mimi sijaokoka, mimi ni mlevi. Huyu mtu amesema nipone na nikapona, hiyo imetosha aokoke. Asema basi nitamfuata Yesu. Ameniponya nikiwa mlevi. Yes! We can do evangelism through faith in action. Yes! Maana wataona, watasikia, watamfuata Yesu. Wataona, watasikia, watamfuata Yesu. Watasema nataka huyo Yesu. Amen. Na ikizidi kizazi cha sasa,
Unajua ni kwa nini watu wanaingia kwa hizi cult? Hawa watu wamejawa na action sana. Sijui kama umekuja kurealize. Na watu wanapenda vitu ambavyo wanaona. That's why wakipewa vitambaa wanakubaliana nayo, because it's something they see. It's not in faith. Iko kwa action. Kwa waganga, they don't operate kwa kukwamia kwa faith. Wanakupea vitu za matendo. Enda. Naona mahali tunaenda, tutawini watu wengi kwa Yesu kwa matendo ya imani. Unaenda hospitali unapata kimguu kimevunjika, unaekelea kimkono yako na unasema kwa jina la Baba narudishanisha hii mguu mara moja. Inarudiana mara moja. Watu kwa hiyo ward mzee wanasema tunataka kuokoka. Tunataka huyo Yesu. Kama Yesu aliprofesa. Hii ni kuprofesa kweli. Or is it a word of knowledge? Kwa the Samaritan woman alimwambia vitu zake. That was not a prophecy. Yeah, I don't think so. Kwa sababu alimwambia already vitu zenye pia yeye anajua. Na kupitia hiyo mwanamke akakubali. Akasema umeniambia mambo yangu yote, then nitakufuata. Na akaenda akaambia watu. Wapendo, tunaweza tukachange watu kwa makazi zetu, kwa ploti zetu na kwa areas zetu. Ninakutuma leo kwa jina la Yesu. Kama vile Petro alimwambia yule mpendwa katika beautiful gate, inuka uende. Inuka kwa jina la Yesu. Na mimi nasema inuka, fanyisha imani yako kazi. Inuka, fanyisha imani yako kazi. Inuka, fanyisha imani yako kazi katika jina la Yesu. Let me tell you something about faith. When it comes to faith, you know, hauombei faith ikuwe na power. I don't need to pray and fast imani yangu ikuwe na power. Your faith may receive from the word itself iko na power. When I'm fasting for other things. Lakini I don't pray for my faith ifanye kazi. Maana hata tembe la haradali bado inahamisha nini? Milima. So faith ni neno la Mungu. Maana imetoka kwa neno la Mungu. Na hatuombei neno la Mungu ikuwe na nguvu. Neno la Mungu ndio linatutia nguvu. So I don't fast for my faith. No. Ukiwa tu na imani. Yesu alisema ukiwa na imani. Fast kwa sababu ya hizo vitu zingine. Hizo zingine. Lakini ukiwa na imani tu, hiyo imetosha kufanya kazi. That's why nimekutuma leo. Enda fanyisha imani yako kazi. Siku ile utafanyisha ya kwanza, uione, it will encourage you. Utafanya ya pili. Ukianza ishi hiyo maisha, unaishi maisha mzuri. Mungu na akusaidie kwa jina la Yesu. Ubarikiwe sana asubuhi ya leo. Chukua nafasi pia kukukaribisha kwa ibada yetu ya Jumapili. Nitakuwa nikifunza kuhusu giving is an act of faith. Hata mimi nifundisha yako kidogo kuhusu giving kwa maisha yangu ya ministry. But sijawahi letewa ufunuo na kwamba giving is an act of faith. No. Sana kuja usikie hii. It will change your giving. I want to change your mind about giving. And this is what I want us to do. We want to lay a strong foundation about giving. Strong foundation, your faith about giving. And let me repeat again. We are not going to lay a strong foundation about giving. No. We are going to lay a strong foundation of faith about giving. Faith ya giving. Sio giving, tuachane na giving. Lakini tuitengeneze msingi ya imani ya kutoa. Amen. And I'm telling you to change your life. Because I want you every time to give. It is an action of your faith. Many a times we give because we have. Many a times we give kwa sababu tumeambiwa. Many a times we give kwa sababu tuna feel kugive. Na ndio maana hazitupatii nini? Matunda. Watu wengi wamekuwa discouraged in giving because hakuna kitu wanapata. Because they are giving lakini wana give the wrong way. I'm telling you, this will change your life. And many a times messages are giving
tumezisikiliza kutoka kwa watu ambao wana tamaa ya pesa. That's why they talk so much about giving. But this time, I want to talk about faith. Faith. And I'm telling you, you see, tukiweka foundation ya faith ya giving, utakuja kuelewa, your giving and you, mnapaswa kukuwa accepted. Yeah. Hallelujah. But you see, when we give na ile mind ya kupata, tunagivigi peke yake hiyo nini. But when you give by faith, utajua kwamba hata wewe mwenyewe, the giver himself, anafaa kukuwa accepted na offering yako. The two of you. Amen. So God bless you. Mungu akutende mema katika jina la Yesu. Nikukaribishe jioni, tutakuwa na maombi hapa ya kuzunguka kuta. Leo hatuzunguki kuta ya taifa, tunazunguka kuta ambayo ni personal, kuta ya familia yenu na kuta yako. Tunataka kuzunguka leo. Then tukimaliza kuzunguka, tuende zetu. Biblia inasema ilianguka kwa imani baada ya kuzunguka. Kuja tuzunguke kwa maombi. Kuja tuzunguke. Go and identify those demonic walls in your life. Go and identify them. Walls ambazo ni vizuizi za life yako. Enda identify. Jioni kuja hapa, the kind of prayer tutakuwa tukiomba itakuwa ni kuzunguka hizo kuta, na we are believing God kuna vitu zitaenda chini katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Hakikisha umeshare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wapendwa wengine katika jina la Yesu. Mimi wako Apostle P.M. Simiu, Voice of Fire, wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho. A fellowship where everybody is somebody. God bless you. Have a good day.